Yaani nina furaha kubwa sana. Yaani na furaha kubwa sana Mwenge wa Uhuru kulitembelea katika shamba langu. Kuanzia mwaka 2022-2023 hadi 2025-2026 shamba limezalisha kilo 124,327 za parachichi zenye thamani ya shilingi milioni 208,722,100. Mafanikio. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, mafanikio katika kipindi cha utekelezaji wa mradi huu ni kama ifuatavyo. Nimetoa fursa za ajira kwa muda kwa vijana 55, wa kiume 13 na wa kike 42. Kutumia mradi wa shamba darasa la kilimo na parachichi kwa wakulima wengine, kuendeleza elimu kwa watoto, kuchangia maendeleo ya kijiji na kuwezesha shughuli za utafiti wa kilimo. Na Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan alivyo na mapenzi mema ya wananchi wa kata hii ya Igongoro, ameleta mradi wa umwagiliaji wa zaidi ya bilioni 5. Makofi kwa Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo mwekezaji Msigwa aliyekuja kuwekeza hapa anaonyesha kuunga mkono sera nzuri za Daktari Samia Suluhu Hassan. Juzi tukiwa kule bungeni kwenye Wizara ya Kilimo, ndugu wananchi wa Igongoro, Daktari Samia ana mpango wa kuanza kujenga vyumba maalum vya kutunzia parachichi, wanaita cold rooms. Na sisi jimbo la Lupembe tumeomba vyumba hivyo kwa wananchi wa Igongoro. Mama Samia anatupenda, nendeni mkalime parachichi kwa kuiga mfano huu. Igongoro oye! Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge, sisi parachichi ni chakula, parachichi ni biashara, na kama ambavyo mmesema kwenye kauli mbiu za Mwenge pia ni muhimu tukazingatia lishe. Parachichi ni kati ya zao muhimu sana kwenye lishe ya wananchi wetu. Nataka nitumie nafasi hii kuwashukuru sana watu wa mbio za Mwenge. Kufika kwenu hapa mmeleta matumaini kwa wananchi hawa. Mmekuja kuwakumbusha kwamba kumbe kilimo rais anakitambua. Hongereni sana wana mbio za Mwenge. Mwenge wa Uhuru umefika katika mradi wetu wa shamba la parachichi la ekari 99. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, Mwenge wa Uhuru mara baada ya kufika hapa amepokea taarifa ya uwekezaji huu, lakini nimekwenda kukagua shamba hilo la uwekezaji, shamba la parachichi la ekari 99. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya Njombe, tunamshukuru sana mwekezaji huyu kwa kubuni fursa hii kubwa ya kuja kuwekeza katika eneo hili lenye rutuba nzuri. Akawekeza hapa, akapanda miche ya parachichi. Alianza na ekari 10, kadri alivyokuwa navuna aliendelea kupanda ekari zingine mpaka alipofikia ekari 99. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Njombe, kipekee zaidi nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa mkombozi kwa wawekezaji na wakulima, wawekezaji wa mashamba makubwa, na yeye huyu ametumia fursa hii ya Mheshimiwa Rais ambaye ameidhinisha fedha nyingi kuwekeza kuweka ruzuku katika pembejeo za kilimo, na huyu mwekezaji ametumia hizo pembejeo za kilimo zimemfanikisha kupata shamba kubwa la ekari 99, na mpaka sasa anavuna vizuri kabisa. Dr. Samia oye! Dr. Samia safi! Mheshimiwa Rais ametuwezesha sana wakulima wa parachichi katika eneo letu hili la Njombe, na si Njombe tu, na maeneo mengine ambao wakulima wanatumia pembejeo za kilimo. Na hapa sisi sote ni mashuhuda, kila mmoja anatumia pembejeo hizi na zimekwenda kuwafaidisha sana wakulima wetu, akiwemo mwekezaji huyu ambaye amewekeza kwa faida kubwa sana katika eneo letu. Mheshimiwa Rais anachotuomba sana sisi wana Njombe ni
ni kuendelea kulinda amani na utulivu, ili apate wasaa wa kuendelea kutuletea maendeleo zaidi ya haya tunayoona, aweze kupata wasaa wa kutuletea pembejeo hizi za kilimo zitusaidie katika ukulima wetu. Lakini sisi kama vijana wa mbio za Mwenge wa Uhuru, Mwenge wa Uhuru unaendelea kuwasisitiza kwa kumwombea Mheshimiwa Rais ili Mheshimiwa Rais abaki kuwa na afya njema, aweze kutuletea mambo mazuri zaidi ya haya ambayo tumeyaona katika wakulima wetu wa Njombe, wanafaidika na pembejeo ambazo Mheshimiwa Rais amewekeza fedha nyingi sana. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Njombe, niseme tu kwamba tunaendelea kuomba wana Njombe kuendelea kutunza amani na utulivu katika taifa letu, kuhakikisha taifa linabaki tulivu, ili viongozi wetu waendelee kutuletea maendeleo zaidi ya haya, waendelee kutuletea pembejeo za kilimo, waendelee kutupa maendeleo makubwa zaidi ya haya tunayoyaona. Ndugu zangu wananchi, kila mmoja wetu aendelee kuilinda nchi yetu. Palipo na amani ndipo penye maendeleo. Kwa jina naitwa Chesco Msigwa, ambao tunalima shamba letu hili la parachichi tukiwa na mdogo wangu Gibsbert Msigwa. Kwa hiyo ni shamba kama familia friend. Ili shamba liko katika kijiji cha Igongoro, kata ya Igongoro, halmashauri ya Lupembe. Sasa kwa shamba letu hili tulianzisha mwaka 2018 ndio tuliponunua kuanza kulilima na kupanda miche, tulianza 2019. Baada ya hapo tukaendelea na uwekezaji na kuendelea kununua shamba zingine na mashamba mengine. Ina maana kutanua wigo zaidi. Tulianza na eka 10 mpaka sasa tumefikisha eka 99 ambazo ndio zilizopandwa parachichi, lakini ndani yake eka zingine zimelimwa. Kuna migomba ya ndizi na sehemu hapa ndo pa makazi hapa kama mnavyoona, kwa ajili ya master plan ile pale pana ukubwa wa eka 6. Kwa hiyo kutakuwa na uwekezaji wa mifugo na majengo kwa ajili ya kuishi, ndio penye ukubwa wa kiasi hicho. Changamoto ni nyingi, yaani nikianza kuelezea hapa tutakesha, lakini changamoto kubwa ambazo ambazo nazo hapa kwa sehemu kubwa ni maji. Unajua maji nimetega kwenye mto Fukulwa kwa kutumia sola. Kwa hiyo kukiwa na jua kama hivi, kukiwa na mawingu unakuta maji hamna. Kwa hiyo ilitakiwa nipate kama umeme, lakini tukipata umeme tutaendesha kilimo hiki kwa uwekezaji mkubwa zaidi. Lakini pia faida yake iliyopo hapa, kwanza nimeanza kutembelewa na watu wengi, wengine kujifunza, wengine kwa ajili ya kuja kuangalia kwamba nini kinachoendelea, maana wanasikia tu kuna shamba kubwa lipo Igongoro. Lakini pia manufaa ya shamba hili tumejaribu, tunaendelea kuwapa elimu na wenzetu wanakijiji ambao watazunguka, wamefaidika sana na wao wamepata hamasa ya kulima parachichi. Kwa hiyo mpaka tunavyosema hivi Igongoro Farm, yani ni elimu pia kwa kijiji chetu ambacho cha Igongoro na vijiji vilivyopo jirani. Sasa hizi kama ukiona hao watu waliovaa nguo za Igongoro Farm, t-shirt Igongoro Farm, ndio wafanyakazi ambao wako zaidi ya 50, ndio tumewaajili kwa ajili ya kwa ajili ya kazi za shamba. Lakini pia kuna watu wanaokuja wa kufanya kazi wakaondoka wakanufaika. Lakini pia ndani ya shamba hili kuna maendeleo yanapatikana kupitia wananchi kwa ajili ya maisha yao, wanafaidika kwa sehemu kubwa sana. Lakini pia serikali tunashirikiana nao vizuri sana. Nashukuru kwa swali zuri ambalo kwangu nikiomba serikali iweze kunisaidia. Pana umbali wa kilomita 4 tu kutoka laini kuu mpaka hapa, lakini pia nikipata mimi umeme hapa, pia wananchi wa kitongoji hiki ambacho nipo mimi watafaidika na wao, yaani watafaidika sana, kwa sababu
nao hawana umeme. Kwa hiyo pia mimi niko jirani na kitongoji hiki, kitongoji cha Magharibi na kitongoji cha Maguvani. Kwa hiyo kitongoji cha Magharibi kwa sehemu kubwa hawana umeme. Kwa hiyo ukipata mimi umeme pia na wao wananchi watanufaika. Na nikipata umeme najua nitakuwa mkulima bora zaidi, kwa sababu nitakuwa na miundombinu ambayo imejitosheleza. Kama mnavyoona tunavyoendelea kuwekeza, tunafunga miundombinu, lakini changamoto ndo zipo hizo. Yaani nina furaha kubwa sana. Yaani na furaha kubwa sana Mwenge wa Uhuru kunitembelea katika shamba langu. Lakini pia kutembelea Mwenge wa Uhuru kwangu utaleta tija kubwa zaidi, na kwa wananchi kuelewa kwamba kumbe hichi kilimo kina faida, mpaka Mwenge umekuja kwa ajili ya huyu mkulima mwenzetu ambaye alitupa hamasa kwa ajili ya kulima. Kwa maana hiyo mimi nafurahi sana. Kwanza utanitangaza katika nchi yangu na kidunia kwa ujumla. Kwa hiyo na imani tu ni faida kubwa sana kwangu kunitembelea Mwenge wa Uhuru. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kupata pia kupitia viongozi wake kupata mimi fursa ya kutembelewa na Mwenge. Asante sana. Ni kweli tumeanza kupata mafanikio mazuri, lakini kwa sehemu kubwa mavuno tumeanza kuvuna mwaka 2021. Mwaka 2021 tumevuna tani 3 sawa na kilo 3227, ndio 2021. Mpaka sasa tunakadiria kuvuna kuanzia tani 80 na kuendelea mpaka sasa. Kwa maana hiyo mpaka sasa tumevuna tani kama 42, lakini bado mzigo uko shambani. Toka nianze kufanya kazi na miaka 6. Hivyo kwenye faida ya hii biashara tunaifanya, kuna mambo mawili kwa wakati. Jambo la kwanza kabisa, toka tulivyokuwa tumeanza hii ajira, tumeona mafanikio yetu ndisi yanavyokuwa yanatembea, na pia hususan kwa mfano kwenye upande wa bosi wetu. Kwenye kipindi cha wakati ya malipo yetu tunalipwa kwa wakati na hakuna kipengamizi chochote, na tunaamini kabisa toka tuanze hii kazi bosi hajawahi daiwa, kwa sababu wafanyakazi zaidi si wafanyakazi kudaiwa na bosi. Kiwalisia kweli hii ajira ambayo tumeipata imetusaidia sana katika manufaa ya maisha yetu. Cha kwanza kabisa ni kwamba tunasomesha watoto, na pia bado tunaendelesha mifumo ambayo ni ya kimaisha kuhusu tunavyoendelea kutafuta. Kuna kiwango kikubwa tu ambacho sisi tunaendelea kujifunza kuhusu kilimo cha parachichi, na zaidi bado tunaendelea kujifunza. Kwa hiyo tunajua kabisa mpaka sasa hivi hapa kidogo angalau naweza nikawa ni mjuzi, hata kama bado naendelea kupata shule zaidi. Namshukuru ndugu mwekezaji yetu Msigwa, ametunufaisha sana Wanaigongoro, na hasa wale tulioomba kazi na akatuajiri. Anatupa faida kubwa. Kwa wiki tunalipwa mshahara wa 36,000. Kwa mwezi tunalipwa mshahara wa 142,000. Faida zake, ukiwa na matatizo nyumbani kwetu anatusaidia. Mtu unataka kujenga, una hela, anakusaidia unajenga. Baada ya hapo mnaanza kulipana kidogo kidogo, na ukiwa na tatizo mwambie naomba usinikate mshahara, anakusaidia. Anakuachia mshahara wako wote, utamlipa kwa wakati muda ule utakaokuwa umeshamaliza matatizo yao. Mimi binafsi amenisaidia, nilikuwa na kiasi kidogo cha kujenga, amenisimamishia jengo, na mpaka saizi bado naendelea kumlipa kidogo kidogo. Kwenye kuwekeza kwenye parachichi hata 1 2 watu na eka moja parachichi.